Imebaki tu saa kabla ya kufikia saa 2:30 usiku wa siku hii ya Jumatano kushuhudia mechi ya kukata na shoka, mechi ya dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, ikiwa ni mechi ya kuwania ngao ya jamii, kiashiria cha kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara 2026-2027. Mengi yanasemwa kuelekea mchezo huu. Nyota wengi wanajadiliwa kote, kutoka kwa Yanga chini ya kocha Mangoba Mnyiti, Simba chini ya kocha Steve Barker, wote raia wa Afrika Kusini, wana vikosi vizuri sana ambavyo vimejaa matumaini kwa mashabiki wa timu zao kuelekea mchezo huu. Lakini kati ya nyota wanaotajwa sana, huyu Ibrahim Jabbar amekuwa hatajwi, lakini kimsingi huu ni nyota ambaye haitashangaza hata kidogo kuwa miongoni mwa wale ambao watang'ara sana katika dimba la kati endapo atapata nafasi ya kucheza chini ya kocha Steve Barker. Huyu ni Nigeria. Umri wake ni miaka 23, maana alizaliwa tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2002. Alitambulishwa hivi karibuni na wekundu wa Msimbazi Simba akitokea katika klabu ya Stellenbosch kule nchini Afrika Kusini, ambako mara zote akipata nafasi ya kucheza alikuwa akionyesha kiwango bora sana. Tangu wakati Stellenbosch ikifundishwa na kocha Steve Barker ambaye hivi sasa yungali Simba na amemleta pia Simba, lakini hata Steve Barker alivyoondoka bado ndani ya Stellenbosch yeye alikuwa miongoni mwa wanaofanya vizuri. Ibrahim Jabbar, urefu wake ni 5.6 tu, around 5.6. Gule lenye nguvu zaidi la kushoto. Ukimuona unaweza usifikirie mambo makubwa sana. Ni aina ya wachezaji kama vile N'Golo Kante, mchezaji wa kimataifa wa Ufaransa ambaye kwa kumwangalia uwezo ukafikiria kwamba anaweza kawa na shughuli nzito katika dimba pale katikati ya dimba kutokana na uwezo wake mkubwa wa kucheza kama kiungo ukabaji. Sasa Ibrahim Jabbar amekuwa na sifa hiyo pia, kwamba kwa wajihi, kwa body morphology, muonekano wa mwili wake unaweza usimdhanie makubwa, lakini awapo uwanjani ana balaa, yuko vizuri. Uwezo mkubwa wa kunasa mipira kutoka kwa wapinzani kwa kufanya tackling, kwa maana kuingia uvunguni bila kusababisha madhara na kucheza mpira, kufanya interceptions, clearance pale inapobidi, kwa maana kuosha mpira kutoka katika eneo hatarishi, ni miongoni mwa silaha zake ambazo huwafanya walinzi wakati wa timu wanayochezea kupata nafuu kubwa pindi yeye anapokuwa uwanjani. Lakini kubwa zaidi, uwezo wake kuconnect, kuunganisha mipira kutoka kwa eneo la ulinzi la timu yake, kwa maana kwa walinzi wao wakati, kwa kipa wao wakati wa build up, anapopata yeye, namna anavyopokea na kutoa pasi kimadoido, anavutia sana Ibrahim Jabbar. Lakini anapojaribu kudribble mipira, kuikokota, amekuwa akifanya vizuri. Kwa sababu hiyo haitashangaza na sisitiza kwamba endapo kutakuwa na wachezaji watakaong'ara katika mchezo huu, basi Ibrahim Jabbar akawa ni mmoja wapo pindi akipata nafasi ya kucheza. Ikumbukwe vizuri, katika msimu uliomalizika wa 2025-26 Ibrahim Jabbar alikuwa miongoni mwa wachezaji nyota walioiwezesha Stellenbosch ya Afrika Kusini kufika hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho. Katika mechi 6 za hatua ya makundi, yeye alicheza mechi 5, dakika 394. Lakini alipokuwa uwanjani tena wakati huo Stellenbosch ikifundishwa na Steve Barker katika kombe la shirikisho, alifanya kazi kubwa ile ambayo inatarajiwa kutekelezwa na kiungo wa sifa zake, kiungo wa ukabaji katika mfumo wa baada ya golikipa. Walinzi wanne, viungo wale wa ukabaji anaweza kubaki pale kati yeye katika ile double pivot. Lakini pia wanapocheza 4-4-2, kwa maana viungo wanne double pivot, yeye anaweza kucheza vizuri sana akitoa fursa kwa kiungo mwenzake kwenda mbele, yeye akibaki nyuma, lakini wakati mwingine anaweza kwenda na mpira mbele kama box to box, sababu ana uwezo mkubwa wa kukokota mipira, kupiga chenga na kutoa pasi zenye kufika kwa usahihi. Lakini linapokuja swala kutekeleza majukumu ya kiulinzi kwenye hiyo kombe la shirikisho, mechi hizo 5, dakika hizo 394, alifanya ball recovery, kuupoka mpira, kurejesha katika himaya timu yake kutoka kwa wapinzani. Mechi 5 tu, dakika 394, alifanya ball recovery mara 24 kwa mafanikio, huyu Ibrahim Jabbar. Lakini kuna kitu kinaitwa tackling, hiyo nilotoka kuelezea, kuingia uvunguni mwa wapinzani, kucheza mpira bila kusababisha madhara kwa maana ya faulo. Mechi 5 alifanya tackle zenye mafanikio mara 7. Kuna kitu kinaitwa interception, miongoni mwa vipimo vya kiulinzi, kwa maana kwamba kuingilia mpira wakati wapinzani wanapasiana kabla mpira hujafika kwenye destination kule ulikotumwa, unawazidi maarifa na uingilia, au mpinzani anajaribu kukota mpira, unamzidi maarifa, unakwenda kucheza, au
mpinzani anajaribu kutuliza mpira baada ya kupasiwa na wenzake, unamzidi maarifa, unakwenda kuucheza na kuingilia. Kwa ujumla tunaweza kusema sasa hizi interception kafanya kwa mafanikio mara 7, halafu pale inapobidi kufanya clearances, kuosha mpira, kubutua, alifanya kwa mafanikio mara 6, kwa maana kwamba kuutoa mpira katika eneo hatarishi uende eneo salama. Lakini kwenye PSL ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliomalizika alicheza mechi 16. Kwenye mechi hizo alipora mipira mara 46, yani kutoa mipira kutoka kwa wapinzani kuirejesha katika himaya ya timu yake. Sasa kwa sifa hii, namna alivyoonyesha, kama anafanya hivyo katika mechi za Simba ikiwemo hii ya Ngao ya Jamii, bila shaka Ibrahim Jabbar ataendelea kujikita kwenye nyoyo za mashabiki wa Simba, lakini pia kumpa mafanikio kocha wake Steve Barker na Simba kwa ujumla. Kwenye mechi za kirafiki walizocheza Simba ikiwa uwanjani, kwa mfano mechi waliocheza dhidi ya Police Kenya katika siku ya Simba kilele chake ile Simba Day, Ibrahim Jabbar katikati cha Steve Barker alimpanga yeye, alimpanga Morris Abraham, lakini vile vile alimpanga Yusuf Kagoma. Ni katika viungo watatu katika mfumo baada ya golikipa. Walizi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, akianza na mshambuliaji bandia ambaye alikuwa ni Inojospin Loemba. Pale kati Mwamba alikichafua sana. Alicheza vizuri sana kwa dakika alizokuwa hapo uwanjani na kuwa kivutio kwa mashabiki waliojitokeza kwenye uwanja wa Uhuru kushuhudia mechi hiyo katika kilele cha siku ya Simba, lakini pia walikuwa wakifuatilia kupitia matangazo mubashara ya television. Ibrahim Jabbar akipata nafasi akawa kwenye kiwango chake bora, hakika anaweza akawa gumzo baada ya mchezo huu, na pia kwa silaha muhimu kwa Simba katika msimu wa 2026-2027 ambapo wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa kiwania kurejesha taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo msimu uliomalizika wamelitoa, lakini kutwaa taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo hawajalitia mkononi kwa misimu 5 mfululizo, kwenda mbali zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika na sio kuishia hatua ya makundi kama ilivyotokea katika msimu uliomalizika 2025-2026. Ili kufanikiwa yote hayo, wanahitaji kiwango bora cha wachezaji wake. Miongoni mwa wachezaji hao ni huyu Ibrahim Jabbar, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria. Changamoto mojawapo ambazo anaweza kukabiliana nazo Ibrahim Jabbar ni kwamba katika eneo la kati Simba wapo wachezaji bora kadhaa. Eneo la kati yupo Neo Maema, yupo Yusuf Kagoma kama nilivyotoka kueleza, lakini vile vile wakati mwingine mwalimu watumia Inojospin Loemba katika eneo la kati. Yupo Morris Abraham. Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama ni sehemu ya viungo ambao huweza kutokea katika eneo la kati. Kwa ufupi, Simba inao viungo kadhaa katika eneo la kati, na hivyo lazima adumishe kiwango chake ili kupigania namba, maana vinginevyo aweza kujikuta akiwa si miongoni mwa wanaoanza kikosini kwa sababu kuna ushindani wa namba. Lakini akidumisha kiwango chake, ana uwezo wa kujitwalia nafasi kwenye kikosi cha Simba kama ambavyo alikuwa akifanya kule Stellenbosch na kwingineko alikopita. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.